Wakenya sio wajinga tena na Wakenya hawatagawanyishwa tena katika misingi ya ukabila na wanasiasa. William Samoei Ruto wakiwa na huyu gavana wa Nyeri Kahiga wameweza kupatikana pahali pabaya, pale ambapo wametumika kuweza kuchochea vita vya ukabila kati ya Wakikuyu na Wajaluo. Pale ambapo Mutahi Kagwe ameweza kusema ya kwamba ni baraka na ilikuwa ni mwito wa Mungu Raila Amolo Odinga kuweza kukufa ili Wakikuyu waweze kupata ile nafasi ya uongozi katika serikali. Lakini usiweze kusahau ni kitu ambayo ilikuwa imepangwa vizuri ili Wajaluo waweze kuchangamkia hiyo kitu na kuweza kuunite against Wakikuyu. Zile kura zote ambazo watu wangeona ya kwamba zinaenda sehemu zingine, ama ile unity yao ambayo ingeweza kuvunjika, ilikuwa ishikanishwe through speech ya mtu ambaye anasemekana ya kwamba alikuwa mwalimu. Na kando kuwa ni yeye ni mwalimu, alikuwa bado ameshikilia bado cheo cha Council of Governors pale. Na usiweze kusahau ya kwamba ni mwanasiasa ambaye ni mheshimiwa. Hebu imagine level ya governor akiweza kuzungumza kitu kama kile. So kwake kimeumana kwa sababu wale wanasiasa wote wa mrengo wa Rigathi Gachagua, tuseme ile DCP, wameweza kumkana na kuweza kusema ya kwamba si mmoja wao, yeye hata si mwanachama wa DCP. Lakini William Samoei Ruto alikuwa amecheza kama yeye. Kuweza kupata gavana kama huyu gavana ambaye ni wa Rigathi Gachagua, wengi wangekuja na hiyo narrative ya kwamba ni Rigathi Gachagua ameweza kuzungumza. Na uliona kabisa Gladys Wanga aliweza kusema ya kwamba huyu gavana wa kule Nyeri Mutahi Kahiga alikuwa ametumwa na Rigathi Gachagua. So unaona kabisa narrative ambayo ilikuwa imeundwa kuweza kuwatenganisha wale wa Kikuyu kwanza, na jambo la pili kuunite Wajaluo ili kuweza kuenda side ya William Samoei Ruto kwa 100%. Nataka tusikize hii video kwanza ya kuapologize against pale hivi matendo ambayo alikuwa anazungumza, alafu tuone video ya wana DCP wakiweza kumkana Mutahi Kahiga na kuweza kumtema. So amewekwa chini ya basi, wameshajulikana mchezo yao michafu. Tusikize hii video kwanza. In essence, what we are saying is that there is no difference between Governor Kahiga and Governor Gladys Wanga. In fact, Governor Gladys Wanga is a female version of Governor Kahiga. Both must be condemned in equal measure. Mnajua vizuri sana kwamba sisi tuliheshimu Raila Odinga. Sisi tunamheshimu kama shujaa ambaye amepigania nchi yetu, na tunamheshimu vile alikuwa akiishi na hata kwa kifo chake. Tungependa kusema kwamba Governor Kahiga sio mwanachama wa DCP. Governor Kahiga ni mwanachama na ni governor wa UDA. Inahuzunisha sana mpaka sasa hivi wale wanachama wa UDA hawajaongea jambo lolote. Hawajamwandikia hata barua ya nidhamu. Tungependa wale viongozi wa UDA waweze deal na mambo ya Kahiga internally. Vile vile pia tumeghadhabishwa na matamshi ya Governor Gladys Wanga. Yale matamshi ilikuwa very reckless. Governor Wanga kujaribu kuvuruta na kuingiza jina la party leader wetu katika migogoro hii. Mheshimiwa Rigathi Gachagua hajatamka jambo lolote. Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliomboleza Raila. Mnajua hangeweza kuja kule Bondo kwa sababu ya ile mpango ambayo wakina Gladys Wanga walikuwa wamepangia party leader wetu, kumuumiza na kumdhulumu na kumdhalalisha. Lakini tungependa kuambia Gladys Wanga, hakuna tofauti yako wewe na yule gavana wa Nyeri. Sababu yale matamshi ya yule gavana wa Nyeri ni ya kuleta uhasama kati ya jamii mbili. Wewe Gladys Wanga vile vile unaleta uhasama kati ya jamii ya Wajaluo na Wakikuyu. Tungependa kukumbusha Gladys Wanga kwamba Raila Odinga alithamini sana Wakikuyu. That is why alikuwa na running mate Mkikuyu. Raila Odinga alithamini sana Wakikuyu. That is why familia yake ya wakina Fidel walioa Wakikuyu. Raila Odinga Junior ameoa Mkikuyu. So wewe Gladys Wanga kusema umechora laini ati kwamba Wakikuyu wako kule na Wajaluo wako huku, Raila Odinga angeongea matamshi kama hiyo.
kama angekuwa hai. Na matamshi yako yamefanya tumeanza kukushuku wewe Gladys Wanga. Na kwa sababu umeleta siasa kwa hii maneno, wacha tuanze kuongea maneno ambayo watu wengi ambayo wameshindwa kukuongelesha wewe Gladys Wanga. Tungependa kukuuliza, why are you taking advantage of Raila's death to politicize everything? Wewe Gladys Wanga, hao Wajaluo ambao unatetea wanauliza maswali mingi sana. Kwa nini wewe Gladys Wanga, wakati ulisikia Raila amekufa na ameaga dunia kule India, hata kabla mwili wa Raila ufike Kenya, hata kabla wewe uende uone mwili wa Raila uhakikishe kweli Raila amekufa, ulikuwa umeita mkutano, umeshamreplace kama kiongozi wa ODM. Wale Wajaluo wanakushangaa wewe Gladys Wanga. Kwa nini wakati yule mheshimiwa wa Kasipul Ong'ondo Were alikufa, Gladys Wanga ulilia ukaroll paka kwa vumbi, ukalia machozi yote karibu utoe hata nguo. Lakini kwa kifo ya Raila, Gladys Wanga hujatoa hata machozi hata moja. They are questioning, kwa nini wewe unataka kudhulumu wale viongozi wa Raila, viongozi wa vijana kama wakina Sifuna ambao wamekuwa kishikilia chama, wakina Babu Owino. Wewe saa hii umepewa masharti na mkubwa wako wa UDA amekupea masharti ufukuze hao vijana wote kwa chama, uharibu chama ya Raila Amolo Odinga. So sisi tunakuambia you are not genuine and we are calling you out. Wewe uwache utoe jina ya Rigathi Gachagua kwa mdomo yako. Toa jina ya Rigathi Gachagua kwa mdomo yako. We are dealing with serious matters, serious national matters. You cannot divide our nation in ethnical groupings. Sisi tunathaminiana na makabila zote. That's why unaona leo hapa tuko na Wakikuyu wamesimama hapa, tuko na Wamasai, Waluya, Wakisii, Wajaluo. So wewe Gladys Wanga, tafadhali, hiyo mambo ambayo unatumika na Kasongo Githinji, unatumika na Githinji, unatumika na Kasongo kuvunja ODM kwa sababu umepewa promises. Tafadhali, do not trade with Raila's legacy. Wacha Raila alazwe mahali pema peponi, tunamheshimu sana, huyo ni baba wa taifa, but do not politicize Raila's death. Asante. Thank you. We urge Gachagua, never, don't step in Bondo. Don't step in Bondo, as your statements are not very friendly. Thank you very much, fellow Kenyans. I want to take this moment to address issues that have emanated from a vernacular clip that is circulating in social media. From the very onset, I want to sincerely apologize to our mourning nation, to the family of the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mama Aida, her children Rosemary Jr. and Winnie, Honorable Senator Oburu Odinga and Honorable MP Ruth Odinga, and other siblings and their larger extended family, the ODM fraternity, and the Luo nation and Kenyans at large. And to my colleague leaders from all sides of the political divide for any harm that it has elicited. The clip was taken while attending a burial in my home village, and my remarks were in no way celebratory. What I meant is that under the current broad-based government, we have seen skewed development and politically the loss of the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga sent everyone back to the drawing board. As the popular saying goes, God takes the best, and it is in this context that I made those remarks in vernacular. Let me also make it clear that the remarks I made are my personal views and therefore should in no way be associated with the community's position or any political affiliation, nor the Council of Governors. Finally, in noting the huge public interest that this issue has generated, I am taking responsibility of the real and perceived meaning of my remarks, and as a result, therefore, I have decided that with immediate effect, I am going to step down as the Vice Chair of the Council of Governors. And as I do that, I also pray that the soul of the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga continue resting in eternal peace. Sijui sisi tutasoma siku gani. Siasa ni mchezo mbaya, ni mchezo mbaya zaidi, na ni mchezo ambao unatupiganisha sisi wana Kenya na kutupanisha ambao
ili tuweze kukosa concentrate na mambo ambayo ni reality. William Samoei Ruto amesha sign mabills zake wakati Raila Amolo Odinga ameshakufa. Hakuna mtu anazungumzia kitu kama ile. Sasa baada tu hata ya wiki moja wameshaanza kupigana sasa vita za kikabila, kwamba wale wanatuchekelea. Tukiweza kukosa kusahau ya kwamba hao watu ni tabia zao kupiganisha Wakenya, na wamekuwa wakisherekea hata vifo vya watu kwa njia kubwa sana, na ni tabia ambayo saa hii hizo sheria zinafaa kuwafuata wao, lakini sio sisi kama wananchi wa kawaida. Kwanza sikiza hii video tukiendelea. Na tunajua ni jamii gani inasherekea wakati mtoto wetu amekufa. Tunawajua sana. Sisi viongozi sasa tunyamaze kidogo, tusikie nyinyi mnasema nini. Najua hii matanga ni yenu, lakini hata sisi lazima tucheke. Na lazima tukuje. Mmesema for the first time nimeona mtu mwenye anaenda hell direct. Anaenda hell direct. Hata nimemuona Raila Odinga apeani rambirambi ati sababu Wafula Chebukati hakutangaza yeye ni mshindi. Kwani lazima wewe ndio kuwa mshindi hii Kenya? Msitupigie kelele hapa ati yo mnacheka nini, and you know he was a father, I don't know he was a husband, he was a grandfather, we don't care. Nyinyi Wajaluo si ndio mmesherekea, hata yenyu inakuja. Mmesherekea kifo ya mtoto wetu. Haina shida. Yani tunawacheka na tunawalia. Familia ya Chebukati tunawalia, na tena tukitoka nje tunawacheka. Hata yenyu, hata wenyu si ako 88 years. Si wao ako 88 years. Kwani amebakisha nini? Si amebakisha tu Yesu kumchukua. Kwani ni nini ingine sana kula bonus? Tunaweza amuka hayuko, ndapiga sherehe, wallahi. Ndapiga sherehe mbaya. Ndapiga sherehe, so wamesherekea wetu kuku. Wakati alikuwa anakuwa compromise, alijua wengine pia ni ma-fathers, wengine pia ni ma-grandfathers, wengine pia ni ma-husbands. Si alijua? Chebu. Otio talinga linga Yesu. Chebukati, ati Chebukati, Chebukati, ati nini mfanyika, Chebukati. Tena tunarudi tena na wapi? Wewe ndio umebeba Raila. Unajua, na tena unajua, yani mkuu ndani mnafanya nini? Mnacheka, unalia. Ai, nini ati Chebukati. Ukitoka nje penye kuna watu ndio familia zisikie. So hiyo ni kilio cheko. Na hii waandike na hii kilio cheki baki. Na weke kwa kamusi. Tunaweza amuka hayuko, ndapiga sherehe, wallahi. Raila atasikwa. Hapana. Baba amekufa aje? Nini memuua? Breaking news. Nini imefanyika? Baba amekufa. Kwa nini amekufa? Ameachia nani Kenya? Baba amekufa aje? Ameachia nani? Ameachia nani sisi? Atuambie. Lakini unasema hizo Tena narudia, Raila atasikwa. Wewe mzee mwenye nisema Raila atafufuka, wewe ni kumbafu sana. Mzee mjenga kabisa. Kiatarida nimengoja kutoka masenye Raila alizikwa mpaka saa hii nimengoja, imefika saa 6 hajafufuka. Nikaongeza dakika 5 juu ya saa 6 hajafufuka. Mzee wewe ni mjenga takataka, anafufuka. Matako yako wewe mzee. Unafanya tunakuwa na hopes, nimekuwa na hopes mpaka saa 6 ndio saa hii sasa naamini. Mzee wewe ni matako sana wewe. Mzee wasema kabila gani hizi sasa hii? Anasema Raila anafufuka wapi? Hata niende nyumbani. Para ngajadungu na dhiadie amolo. Idadi ya Wakenya wanaoondoka nchini kwenda kutafuta matibabu nje, hususan taifa la India, kila mwaka. Mheshimiwa Spika, Mungu ametujalia tumeletwa katika jumba hili, bunge hili,
kujadili, kutunga sheria, lakini hatutungi sheria ambazo zitatulinda pia sisi tukitoka, maana hakuna mtu atakayeishi hapa milele. Na Mungu hatusamehi sisi wabunge, kwa sababu tukiwa wagonjwa sisi tuna suluhu. Sisi tunaenda katika mahospitali ya kifahari, tunapanda ndege na kwenda Ulaya kutafuta matibabu, lakini Mungu anaturegesha katika majeneza na masanduku hadi nchini Kenya. Kisha tunaanza kupiga kelele na kusema ya kwamba vipi mbunge fulani aliweza kupelekwa nje aende apate matibabu, amerudi akiwa maiti. Ni aibu. Hatuwezi kutunga sheria za kuleta hospitali, sheria za kuleta usawa, sheria za kuleta haki. Leo sisi tunasikia uchungu mmoja wetu akituondokea, kwa sababu ametuondokea. Tumejaribu kila tuwelazo, tumetumia pesa, tumemwanza na Nairobi Hospital, tumemwanza na Aga Khan, tumempandisha ndege, ameenda Uingereza, ameenda Marekani, lakini hivyo hivyo amerudi akiwa maiti ndani ya sanduku. We heard yesterday that Gachagua and his team were supposed to pay homage to the home of Raila Amolo Odinga. We urge Gachagua, never, never, don't step in Bondo. Don't step in Bondo, as your statements are not very, very friendly to us. Kahiga ni product ya bahati mbaya kwanza. Kahiga alizaliwa na mkasa. Mkasa ikitokea akawa governor. Ya pili akaletwa na upepo. Ile mayai ya upepo haizalishi. Kahiga does not speak for himself. Kahiga is the spokesperson of Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua mocked Raila's illness and asked whether he was a virus and whether Kalonzo was a bacteria. To date, Rigathi Gachagua is yet to mourn Raila Odinga. Raila Odinga, who braved political tensions to go and mourn his brother, the late Nderitu Gachagua. And therefore, we note now that anyone who associates with Gachagua and his ilk like Kahiga cannot be our friend. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote ukabila, siasa wala dini.